Kikao cha leo kimekuwa kikao ambacho nimekutana na wakuu wa taasisi wa ngazi ya wilaya, TANESCO, afya, TARURA. Tumeweza kukutana na afisa elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Tumekutana na meneja wa maji. Kwa hiyo tumefanya kikao kizuri nikiwa kama mbunge wa jimbo la Mvomero, na nimeona kwamba serikali imetoa fedha nyingi, wakandarasi wako site kwenye miradi mbalimbali ya kisekta kama nilivyozitaja mwanzo: elimu, afya, barabara, umeme, maji. Lakini zipo na changamoto zipo, na tumekaa wote kwa pamoja ili tuone tunafanyaje kupata ufumbuzi wa kudumu. Kwa mfano, kwenye maji, yapo maeneo ambayo maji yanapatikana lakini kipindi ambacho tu mvua zinanyesha. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tuone sasa namna ya kuongeza nguvu kwenye kuchimba visima. Tunajua serikali kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tuna mradi mkubwa tunasema mradi wa mtandao wa maji wa kitaifa, tunasema National Water Grid. Lakini mradi huu ni mkubwa, maji yanatolewa maeneo makubwa kwenye maziwa makuu kwenye nchi hii, yanaweza yakafika lakini kwa muda mrefu. Kwa hiyo sisi kama wilaya ya Mvomero lazima tujielekeze kuna namna ya kuongeza nguvu ya kuchimba visima vya maji ili wananchi wapate maji. Ni bora tuchimbe visima vya maji, wananchi watembee huo umbali mrefu kufuata maji hapo kwenye kisima kilichochimbwa, huku tukiendelea kukusanya nguvu ya kusambaza mtandao wa maji kufikia kwenye majumba yao. Kwa hiyo hilo tumekubaliana. Lakini na barabara nazo tumekubaliana kwamba barabara hizi sasa tuzijenge, tuweke vipaumbele kwenye idadi ya barabara zilizokuwa chini ya TARURA, tuzipange kwa kipaumbele kwa mujibu wa orodha kutokana na mahitaji makubwa. Lakini zipo barabara ambazo tunataka kufungua zikaunganike na wilaya zingine, zikaunganike na maeneo makubwa ya uzalishaji. Yapo maeneo ambayo tunajenga barabara ndani ya jimbo la Mvomero, lakini maeneo yale yanahitaji miundombinu ya mitaro au mifereji ya maji machafu au maji ya mvua ili barabara zetu ziweze kudumu. Kwa hiyo nimepokea taarifa na niipongeze kwa kazi kubwa iliyofanyika kupitia serikali yetu, lakini yapo mambo ambayo lazima sasa tujipange kimkakati.